Karibu mwana Global Swahili News. Nimekuja ili tuweze kuzungumza juu ya masuala mbalimbali ya siasa za kikanda au geopolitics. Kwa muda kidogo nilikuwa sijaweza kuposti makala ya aina yoyote, lakini ni kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu, lakini nashukuru nimeweza kurejea kwa ajili ya kuweza kuendelea kuhabarisha na kukuletea uchambuzi mbalimbali juu ya masuala ya siasa za kikanda yanayotokea kila siku. Sasa leo nimekuja kwa ajili ya kuleta historia ya mgogoro kati ya Palestina pamoja na Israeli. Na kabla sijaendelea, Uingereza naweza nikasema kuwa imechukua nafasi kubwa kwenye huu mgogoro, au naweza nikasema pia katika migogoro mingi ambayo inaendelea hivi sasa duniani, kuna baadhi au asilimia kadhaa naweza nikasema imesababishwa na ukoloni wa Uingereza. Mgogoro mfano mgogoro kati ya Pakistani pamoja na India ni mgogoro ambao umetokana na Uingereza kuweza kutawala hizi nchi, na wakati anaondoka hakuweza kuziacha hizi nchi au hakuweza kutengeneza mazingira ambayo hizi nchi zingeweza kuishi bila kuwa na tofauti au kuwa na migogoro ya aina yoyote. Sasa historia hii nitakuletea katika sehemu au takuwa tuna part 1, part 2 pamoja na part 3. Kwa hiyo leo tutaanza na part 1. Part 1 tunaanza kipindi cha utawala wa Ottoman Empire. Mashariki ya Kati ilikuwa inatawaliwa na Ottoman Empire. Hii tunazungumzia kuanzia mwaka 1516 hadi 1924. Na Ottoman Empire manake tunaona hapa aliweza kutawala zaidi ya miaka 400 kabla ya vita ya kwanza ya dunia kuweza kutokea kuanza mwaka 1914 hadi 1918. Sasa katika kipindi hiki ambacho Ottoman au dola ya Ottoman ilikuwa inatawala hii Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati hakukuwa na mipaka yoyote. Manake hakukuwa na kitu ambacho kinaitwa labda Jordan au Syria, Lebanon pamoja na maeneo mengine au nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Badala yake watu walikuwa wanatambulika maeneo walikuwa wanatambulika kwa makabila. Kwamba kutoka eneo fulani hadi eneo fulani ni kabila fulani, sehemu fulani hadi sehemu fulani ni kabila fulani. Lakini hiki kitu kilikuja kubadilika baada ya vita ya kwanza ya dunia kama ambavyo tutakuja kuona. Sasa katika kipindi hiki chote Wayahudi walikuwa wamesambaa maeneo mengi duniani, ikiwa ni pamoja na Ulaya. Hapa tunazungumzia Uingereza, Ujerumani pamoja na nchi nyingine. Maeneo mengi ambayo Wayahudi walikuwa wanaishi, na harakati za Kizayuni tayari zilikuwa zimeshaanza, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanateswa au walikuwa wananyanyaswa kwenye hizi nchi ambazo walikuwa wanaishi. Sasa na mmoja wa waanzilishi au kiongozi wa harakati hizi za Kizayuni ni huyu kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Lionel Walter Rothschild. Ni moja ya viongozi wa Kizayuni ambao pia waliweza kusaidia hizi harakati za Kizayuni kwenye hicho kipindi. Sasa ilipofika Julai 1914, vita ya kwanza ya dunia iliweza kuibuka, ambapo dola ya Ottoman iliweza kuungana na German Austro-Hungary na kupigana na Uingereza pamoja na Ufaransa. Na katika hiki kipindi Wayahudi walikuwa ni 10% na Wapalestina walikuwa ni 20%. Kwa hiyo unaweza kaona kuwa katika hicho kipindi kia bado kulikuwa kuna Wayahudi ambao walikuwa wanaishi pamoja na hawa Waarabu au Wapalestina kama inapotawaika kwa kisasa. Sasa Uingereza na Ufaransa waliweza kuwashawishi Waarabu na kuweza kuungana nao ili kuweza kupiga hii dola ya Ottoman. Na lengo hapa
namna gani walivyoweza kuwashawishi, waliweza kuwaahidi kuwa kama wakifanikiwa kuondoa utawala au dola ya Ottoman, basi Waarabu wataweza kupatiwa, au Uingereza na Ufaransa wataweza kuwapatia kupulu kutoka kwenye hii dola ya Ottoman. Lakini mwisho wa siku vitu vilikuwa tofauti, kama ambavyo tutaendelea kuona huko mbele nini ambacho kilitokea. Sasa katika hiki kipindi chote wakati vita ya kwanza inaendelea, wizara za mambo ya nje za Uingereza, Ufaransa, Urusi pamoja na Italia ziliweza kuchagua kundi la wanadiplomasia ambao waliweza kufanya mazungumzo kujadili namna ambavyo nchi zitakavyoweza kunufaika kutoka kuanguka kwa utawala au kutoka kuanguka kwa dola ya Ottoman. Manake hapa alichokuwepo wanapanga ni kwamba kuweza kuyatawala tena haya maeneo, tofauti na kile ambacho walikuwa wamewaambia Waarabu kwamba baada ya kuweza kumwangusha Ottoman, basi sisi tutaweza kuwapatia uhuru. Lakini ilikuwa ni tofauti na kile ambacho waliwaambia. Kwa hawa jamaa ni kile ambacho ni vile ambavyo walivyokuja, ni kile ambacho walikifanya pia Afrika, kutoa ahadi za uongo, lakini mitoa siku inachokuja kufanyika ni tofauti na matarajio ya kile ambacho walikuwa wamekisema. Kwa hiyo Waarabu wakawa wamedanganywa kwa namna hii. Sasa haya mazungumzo yaliweza kusimamiwa haswa na mwanadiplomasia na mwanasiasa wa Uingereza Max Sykes na mwanadiplomasia wa Ufaransa Francois George Picot. Hawa ndio watu ambao walikuwa initiator wa namna gani ambavyo tutaweza kugawana chochote ambacho kitakuwa kimepatikana kutoka kwenye utawala wa Ottoman. Na wakati huo Uingereza ndio ilikuwa taifa kubwa, yani super power kati ya hayo mataifa ambayo nimeshakutajia, yani Urusi, Ufaransa pamoja na Italia. Uingereza ndio ilikuwa super power. Ni kama vile sasa hivi ambavyo tunaona Marekani, yeye ndio aliweza kuitisha au kuweza kuita hizi wizara za mambo ya nje ya Ufaransa, Urusi, Italia kwa ajili ya kuweza kujadili namna gani ambavyo wanaweza kugawana maeneo ambayo yalikuwa yapo chini ya utawala wa Ottoman. Sasa Mei 16 mwaka 1916 Mike Sykes na Francois Picot kwa siri waliweza kusaini mkataba wa kugawana maeneo ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Ottoman na kugawa mipaka na Uingereza aliweza kupawa Uingereza iliweza kupata ilipewa ili eneo la. Na kwa wakati huu pia Wayahudi walitumika sana kwa ajili ya kuweza kupata taarifa za kiintelijensia kwa ajili ya Uingereza kutoka Ujerumani. Na ndio maana hawa jamaa waliweza kutukiwa sana na Adolf Hitler, na ndo kile sasa kilipelekea pia inaweza ikawa pia ni mojawapo ya sababu ambayo ilipelekea ile Holocaust ya Hitler kuweza kuwaua Wayahudi zaidi ya milioni 6. Huku Waarabu wakiendelea kupigana, wasijue kuwa tayari wameshauzwa au wameshadanganywa. Sasa wakati Tsar Nicholas wa pili wa Urusi alipongolewa madarakani katika mapinduzi ya wananchi ya mwaka 1917, wa komunisti wa Bolsheviki wakiongozwa na Vladimir Lenin walipata nakala pia ya makubaliano ya Sykes-Picot katika kumbukumbu za serikali. Yani hapa manake huu mkataba ambao Ufaransa pamoja na Uingereza pamoja na Urusi na Italia ambao waliweza kuingia mwaka 1916 ulijulikana kama Sykes-Picot Treaty. Ni mkataba ambao ulikuwa ni wasili kati ya hizi nchi ambazo zilikuwa zimepanga kuweza kugawana maeneo ambayo yatapatikana baada ya vita ya kwanza ya dunia, maeneo ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Ottoman. Sasa baada ya Vladimir Lenin kuweza kupata hii nakala ya huu mkataba, Lenin kwanza aliita huu mkataba kuwa
makubaliano ya wezi wa kikoloni ambapo kufichuliwa kwa makubaliano hayo kulisababisha pia kashfa ya kisiasa kwa nchi za Uingereza pamoja na Ufaransa. Hii ni part 1 ya mgogoro wa Palestina pamoja na Israeli, na hii ni Global Swahili News. Kwa leo naomba tuishie hapa. Part 2 tutakuja kuanzia kwenye tamko la Balfour au Balfour Declaration, tamko ambalo lilitolewa na waziri wa Uingereza wa wakati huo Arthur Balfour, kwa kiongozi mashuhuri wa jamii ya Wayahudi nchini Uingereza. Nikukumbushe, kama ulikuwa haujasubscribe uweze kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na uchambuzi kama huu, lakini pia kuweza kupata muendelezo wa hii historia ya mgogoro kati ya Israeli pamoja na Palestina.